Tuko pamoja? Amen. So tuweza baadaye ndio pale ofisi hii pesa kwa ajili ya injili ya Kondomo, hii kwa ajili ya injili ya Kondomo. Sawa. Au mke mwenyewe. Hii ni kwa ajili ya injili ya Kondomo. Yende kwa mama. Wewe usimhubiri, hata ile hubiri huko wewe ndio mwenye mwito. Anakuwekea. Oh, haya. Utaweka. Unapokea. Sasa. Bwana Yesu asifiwe. Injili ni Ijumaa. Ndio. Sikutoa ni leo basi. Twende. Injili. Ni kwa sababu ya injili ambayo itafanyika pale. Na wiki ni tafadhali. Support injili. Ndio. Karibuni tusapoti hii injili. Injili ni pesa. Iende mbele injili yo. Iende mbele injili ya Yesu. Ndio maana. Ndio maana. Ndio maana. Sapoti injili kwa ajili ya wengine wakaweze kufunguliwa, wengine wakafunguliwe. Hatumpi kauli, tuna sapoti huduma ya Kondomo, sapoti huduma na wiki ni hii, maana injili simama kama unasimama ni chochote 50, 500, 1000 Ampekea ndo kutachange 01 15 40 88 50 01 15 40 88 50 tunasapoti injili pale kwa ndoa. Amen. Karibuni tafadhali, karibuni. Hiyo siku mjitokeze kabisa. Ijumaa na Jumamosi. Hiyo siku mjitokeze. Kwa hivyo Ijumaa hatuna ibada ya jioni hapa. Tutakuwa pale kwa ndoa. Sawa, Umenipata vizuri? Amen. Ijumaa tuko wapi? Kwa ndogo. Ijumaa na Jumamosi tuko pale. Karibu tafadhali. Kama mtakuja kuja. Tunahitaji tupate mafuta ya gari, tunahitaji tupate mafuta ya vyombo. Yes. Haya. Sawa. Haya. Na ukikosa leo, tuma kwa hiyo simu ama uko katikati ya wiki kama usiku. Asante. Asante sana. Kutafuta pesa Pastor Massimo mwachie. Kama pesa zimejitoa na pepo zitaondoka, pepo ataondoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa sema sasa. Sasa Bwana Yesu,
Fungua macho yangu. Fungua macho yangu. Na fahamu zangu. Na fahamu zangu. Na akili zangu. Na akili zangu. Nataka kuona. Nataka kuona. Nataka kuona. Nataka kuona. Nataka kuona. Nataka kuona. Kuona mazuri yangu. Kuona mazuri yangu. Kuona baraka zangu. Kuona baraka zangu. Kuona uzima wangu. Kuona uzima wangu. Amen. Amen. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Fungua akili zangu. Fungua akili zangu. Fungua fahamu zangu. Fungua fahamu zangu. Fungua macho yangu. Fungua macho yangu. Nataka kuona. Nataka kuona. Uzima wangu. Uzima wangu. Amani yangu. Amani yangu. Afya yangu. Afya yangu. Baraka zangu. Baraka zangu. Nataka kuona. Nataka kuona. Asante Baba. Asante Baba. Unifungua macho. Unifungua macho. Unifungua fahamu. Unifungua na fahamu. Unipa kuona. Unipa kuona. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mpe makofi mazuri. Amen. Amen. Kuna watu hapa Ndio. hawajaona baraka zozote maishani mwao. Wameishi maisha ya ufungwa miaka yote, wanadhania hayo ndiyo maisha. Amen. Amen. Kuna watu wamekaa magonjwa miaka yote, Ndio. wanaona hayo ndiyo maisha. Kuna watu wamekaa umaskini bila kula vizuri miaka yote, wameona hayo ndiyo maisha. Kuna watu wamezoea kuvaa nguo matamara miaka yote, wanaona hayo ndiyo maisha. Kuna watu wamezoea kukodisha nyumba maisha yote, wanaona hayo ndiyo maisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati macho na fahamu itakapofunguka na uko nyumba ya kukodisha itakusinya. Alo. Amen. Wakati utafika utaiona nyumba ya kukodisha kwamba si nyumba ya kwako, kwamba haina heshima na wewe, utaikataa. Utajua hii nyumba si yangu, iwe nzuri namna gani, ni nyumba ya kukodisha, haina heshima yako. Amen. Utabadilisha maombi na utamwambia Mungu, hapana, 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 hapana. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati mchungaji Musaidi marehemu wa Miracle Revival, wachungaji wote wa Miracle walikuwa wanaishi Mariakani, wamekodisha nyumba Mariakani, wengine wamekodishiwa na washirika, wanaikuba za kukodisha. Wachungaji wote wa Miracle Revival wako Mariakani. Musaidi akapata ufunuo, akawaambia hapana, lazima mtoke hapa. Wengine wakamkasirikia, lakini mmekodisha nyumba. Asta Musaidi wajue ni mchungaji, umekuba ya ukodisha. Mshirika aje akubariki na kambuzi, utakwenda wapi? Akubariki na kuku, utakwenda wapi? Bwana asifiwe sana. Ni nyumba ya kukodisha, ni nzuri, hata inaitwa self, mnaita 60 nini by the 60. Bwana asifiwe sana. Nyumba nzuri imezidi bedi tano, inaenda bedi 60. Sawa sawa. Lakini mshirika amekwambia huyu ndiye kuku mchungaji, huyu ni mbuzi mchungaji, huyu hata mahali pa kwenda kuweka. Akasema hapana, fungueni macho mpate maono. Wachungaji wakasirika, lakini wakatolewa pale Mariakani. Akasema kila mtu mmoja atoke hapa, ombeni Mungu wapa maploti. Wakapata maploti, wakanunua, wakaanza kujenga nyumba. Saa hii wana amani na wana heshima. Musaidi ameenda kwa baba kupumzika, lakini wamebaki na nyumba zao na ploti zao. Mwenye kuku anaweka, mwenye mbuzi anaweka. Bwana asifiwe sana. Maono ni kitu cha maana sana. Yes. Mtu anapokosa maono amekosa maisha. Bwana asifiwe sana. Kuna mmoja pia hapo Miracle. Mmoja alikuja na pika mdomo kebi, amejaza majembe. Alimhesabia kila pasta jembe. Amina. Kila pasta jembe. Kila pasta Miracle jembe. Yaani jembe kubwa na upanga. Akasema mchungaji aliwabariki na Biblia, na mimi nawabariki na jembe na upanga. Akalaaniwa na wachungaji. Mama una pepo, mama una pepo. Kwa jina la Yesu. Pepo gani huyu?
analeta majembe, waje injili twende kulima, wakamlani. Ni zamani za mjumbe, mjumbe akaenda kwa baba, akaondoka, akaja Msaidi. Alipokuja Msaidi, alipoondoa Msaidi mwenyewe akaanza shamba kubwa la kulima hivi, hata ukamicha na shamba kubwa sana. Watu wengi wakaanza kuingilia. Bwana sana. Nisikize vizuri. Mtu mwenye maono atafanya vitu leo ambazo huelewi wewe. Ndio. Lakini anaona kesho laja. Ile kesho itakuwaje? Maono haimsaidii mtu leo. Ndoto haimsaidii mtu leo, lakini inakutayarisha kwa yale yajayo kesho. Bwana sana. Tuko hapa na wakati huu Bwana Yesu anataka akufungue macho, upate maono na upate ndoto ya kusaidia kesho, ya kukupa uzima kesho, ya kupatia amani kesho, ya kupatia heshima kesho. Kesho onekane wewe ni mtu. Bwana sana. Bwana sana. Wazazi sikieni, wajeni kusema tuwasomeshe watoto wetu waje watusaidie. Sikiza, somesha mtoto aje ajisaidie. Usimsomeshe akusaidie wewe. Bwana sana. Bwana sana. Mwenye maono anajipanga, anamsomesha mtoto akimtayarisha kwa maisha yake. Na yeye mwenyewe mwenye maono anajipanga na yeye mwenyewe. Maisha yajayo ya huyo mwanao yana challenge zake za kutosha. Amen. Yana challenge zake za kutosha. Anatosha uwezo wake wa uchumi na challenge za maisha haya yajayo. Na wewe jipange. Mwenye maono hujipanga. Mwenye ndoto hujipanga. Bwana sana. Sisemi ninyi vijana mkatae kuwasaidia wazazi wenu. Ni haki kuwasaidia na kuwabariki wazazi wenu. Lakini naongea na wazazi wana jukumu la kujipanga. Upe Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe sana. Mtu yoyote mwenye maono huona kesho yaja. Kesho ingine itakuwaje? Bwana asifiwe sana. Tunajua kuanzia mpaka saa hii. Hatujui kuanzia saa hii mpaka jioni. Yahitaji mtu mwenye ndoto na mwenye maono. Bwana asifiwe sana. Na hii ndio maana Joeli anasema kuna wakati utakuja nitamimina roho yangu kwa wote wenye mwili. Wazee wataota ndoto juu, wataona maono juu, nani wataona juu, watatabiri. Hayo yote yanafanywa kwa ajili ya mambo yajayo. Uzima wa milele ni mambo yajayo. Kabla uzima wa milele haujafika, utaishije hapo mpaka huo uzima uje? Mwenye ndoto na mwenye maono. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mtu mwenye maono. Amen. Mtu mwenye maono huangalia mbele, akaona mbele, akajipanga kwa ajili ya mbele. Bwana asifiwe sana. Asiye na maono, kila kitu huja kwake ghafla. 2225 barikiwa. 2225 kanisa imekupa kibali. Kanisa imekupa kibali cha Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila mtu mwenye maono, ukisikia nasema nipe 40,000 kwa ajili ya mashini, nataka mwenye maono. Anayeweza kutoa pesa yake ni mtu mwenye maono. Ni mtu ambaye anaona 40,000 akileta mbele 40,000 kuna nini? Unapoleta ile mashini mbele kuna nini? There's this lady here. This. Alileta microphones. Yeah. Alileta microphones. Ine. Yes. Na leo ameongeza ingine. Iko ile ingine. Leo ameongeza ingine. Sijamtuma. Sijatangaza nahitaji microphone. Lakini maono aliyonayo, anaona kwa madhabahu inahitaji microphone. Mwenye maono si lazima aambiwe vitu. Kuna vitu vitamkujia tangu alete hizo microphones hapa. Mambo yake na wewe nyumbani.
Kama mlikuwa mnajua hiyo nyumba ina misukosuko, nyumba imewekwa sasa hivi foundation nzuri na imetulia. Yenye misukosuko ya kwako. Amen. Bwana asifiwe sana. Ushuhuda walioleta pale ofisini, yeye na mumewe ni ushuhuda wa amani sana. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya maono, hajasukumwa kufanya, lakini amehisi na ameambiwa na Roho Mungu akaongea naye, akafanya vitu. Amen. Asiye na maono jumeni. Sasa hivi watu wanatayarisha mashamba, wana maono ya mvua ijayo. Asiye na maono anakaa anangojea. Akichungulia nje kuna jua kali sana. Humu akawa hata hakuna mvua. Mwenye maono sahihi analima pinga. Mwenye maono amejipanga na mbegu. Asiye na maono mpaka sasa hajui atalima wapi, hajui kutakuwaje. Asiye na maono ni kipofu. Bwana pesa. Mwenye maono sahihi anatengeza nyumba, anajua mvua itakuja. Asiye na maono atangoja mpaka mvua inanyesha, ndipo aanze kutafuta mabati ya wapi na makuti. Kitanda inaanza kusukumwa, inaanza kusuka kitanda. Mama watoto kuta pande hiyo. Mwanamume mzima asiye na maono, jua lote hili si utengeze nyumba, hana maono, hata hajui kutafuta mvua. Amka. Halo. Naongea na mtu mwenye nini? Maono. Ukisoma Biblia katiwani kuanzia 10, ni mwanamke mwenye maono. Mama mwenye maono. Bwana asifiwe sana. Mwenye maono pia vitu vya ajabu ajabu. Hivi tunaongea hapa kwa mtoto. Hiyo injili ya Mithali katiwani kuanzia 10. Mwanamke mwenye maono kununua ploti tena akaijenga. Mwanamke si mwanamume. Mwanamke mume anaketa anaongea barazani na wazee. Mwanamke mwenye maono. Mwanamke mwenye maono ambaye Biblia inasema ni nani awezaye kuona mwanamke kama huyu? Si wengi. Wengi ni wanawake waliovaa madera, hawana maono. Hata kiberiti atakuja kwa bibi. Hata kiberiti hana maono. Hata chumvi ya shilingi 10, ya shilingi 5, na atakuja kwambia tena kosa akasiriki akulani. Sasa kuna toka ukendo mjapata chumvi huyu. Hana maono. Bwana pesa. Naongea Bwana Mungu anataka watu wenye maono. Anataka kanisa lenye maono. Amen. Kanisa lenye maono si watu wa kuhangaika, ni watu wa mipango. Ndio yao ni ndio na sio yao ni sio. Wenye maono hujenga. Bwana pesa. Amen. Wasio na maono hubaki vile vile. Amen. Mtu asiye na maono anaunganishwa na laana ya ukoo. Pungia mkono hivi. Mkono wa huzuni. Nataka mkono wa huzuni, mimi nitakwambia. Haya sana. Lakini si wewe. Pita hii tauni ya hapa hivi. Pita hii barabara. Pita hii ile njia. Mwenyeji, mji wa mwenyeji. Mji wa wenyeji waliozaliwa hapo mpaka sasa hivi. Linganisha nyumba zao na nyumba za mgeni waliokuja. Halo. Narudia. Shika barabara hii kutoka kanisani, enda barabara ya lami. Toka Kirango, enda kwa barabara ya lami. Angalia miti na nyumba. Mwenyeji aliyezaliwa hapo, nyumba yake utaona ni ile ya kawaida, na mgeni aliyekuja amekujengea flat. Nini likoseka? Amen. Watu wengi hapa waliokodisha nyumba hapa, landlord hapa, landlord wengi ni watu wabaya, na waliokodisha wengi ni wenyeji. Halo, nisikie vizuri, na hii ni ukweli mchungu.
Wenye nyumba ni watu wageni waliokuja, na waliokodisha ni wazaliwa wa hapa. Ni ukosefu wa maono. Yes. Halo, nataka nikukwaze ili usikie uchungu. Mwenye maono atasema hapana, siwezi ukaa nyumba ya kukodisha kwetu, lazima nijenge ya kwangu. Asiye na maono atatosheka na nyumba ya kukodisha. Chanuka leo. Amen. Chanuka leo. Amen. Chanuka leo. Amen. Bwana sana. Mgeni aje Mgiriama kama wewe uje utolewe nyumba na Mjaluo au Mkamba aliyekuja baadaye. Wewe mwenyeji hapa utolewe nje. Utoke nje. Anayekutoa ni nani? Ni mgeni ambaye hata aliuzwa hii ploti na baba mdogo au mjomako akajenga nyumba. Wewe mwenyeji umekodisha, umeshindwa kumlipa, unatolewa nje. Sasa mwenyeji ni yeye au mwenyeji ni wewe? Nisikize vizuri, nisikize na uelewe injili ya Safina ilivyo. Anapofunguka macho mtu anawaza mambo tofauti na yale ya kawaida. Hatutosheki na vitu vinavyoona hapa, tunaangalia vitu vilivyo mbele. Amen. Nyumba moja unaolala James, wewe na mkeo mpate mtoto, rumu ni hiyo moja. Nguvu ya kupata rumu nyingine ya pili hauna. Hiyo rumu moja wewe na mtoto mnafanya kuweka curtain hapa. Mtoto analala huko na nyumba hapa. Curtain ndio rumu. Wamejikena. Hatujazoea kulala rumu moja na watoto wa kwetu. Na hata hii mitoto siku hizi si mitoto tena. Unafikiri mitoto hii? Hii mitoto ya kujua kwenda kwa TikTok. Hata wewe hiyo simu hujui kitao kama mdogo kama ulimwona. Kanajua kwa Facebook, kanajua TikTok, kanajua nini, kanajua kila kitu. Watu kadogo kakipata tukalifungua tanga kila mahali. Na angalia katuni muongo, ana cha katuni. Halafu unamweka hapa unafikiri mtu amelala. Yuko macho zaidi. Ukigusa kakamara amejifanya amelala. Ukiachilia kakamara amefungua macho. Anaenda kufunga moja, akabaki moja. Mkono. Wewe kama una mitoto hapa kadhalika. Fungua macho. Pata maono. Toa hii haifai. Mtu mwenye maono analeta mbele ya madhabahu hoja nzito za Mungu kumtengenezea, si hoja mbovu hizi za kutoka. Omba maono, leta hoja nzuri kwa pasta, akuombee vitu vizito vya maana. Halo? Bwana pesa. Mtu mwenye maono ataona hii biashara kwa leo haifai. Mwaka juzi niliuza kibanda hii, mwaka juzi kibanda hii, mwaka jana kibanda, mwaka huu nao wasitashika kibanda tena. Nitaenda duka lini? Mwenye maono atakuja madhabahuni, ataenda kupata mwambia hapana, nataka mabadiliko, nimechoka na kibanda. Yaani watu wanafungua magrosa wewe kibanda kasi kibanda. Hilo jina unasikia? Unaitwaje? Manake ni nini? Kitu cha maana. Ina heshima. Basta niombee kibanda. Yaani mimi nimwambie Mungu habari ya kibanda, mimi kibanda. Baba, tusaidie mtu kibanda. Tusaidie mdada kibanda. Yaani mimi najenga huku ngomba tatu huu na nikuombea kibanda. Na kwa sababu ile kodi ya kibanda nikwambia kwa kubwa na akukubiseni. Maana kiki yako ni kibanda ndio
shilingi 50 na 100 ndio kubwa. Kibanda. Sikiza, weka mkono hivi juu. Wewe kibanda shilingi 50 na 100 ishindwe. Watu wanataka wasonge. Watu wanataka kusonga mbele. Maisha mazuri ni mtu anayefanikiwa. Maisha mazuri ni mtu mwenye macho. Maisha mazuri ni mtu mwenye maono. Maisha mazuri ni mtu mwenye ndoto. Kanisa safi ni watu wenye ndoto, watu wenye maono. Bwana sana. Amen. Lakini kuna mtu amelala na makishu, miaka enda miaka rudi, ni makishu kama mpaka zilikuwa kama kadau ka watoto wa Bwana sana. Mzee akija kugulu hapo ndani. Mama akija leo. Amen. Kama unaitwa kitanda, nenda ukakishike juu. Nimepewa nafasi ya kufukuze wewe. Sikupendi kabisa. Toka hapa hivi leo. Na mkeka ya kutoka wapi? Amen. Naongea habari ya maono. Wokovu si kutubu dhambi tu peke yake, si kama peke yake. Wokovu ni mtu anayefunga macho na kuona mbele. Utaajiriwa mpaka lini? Bora ujiajiri mwenyewe na utajiri na watu. Wokovu ni mabadiliko. Bwana pesa. Kuna vile tunauza mitumba Alaska. Wana kipawa cha kuongea na wateja. Vijana wetu hapa wana kipawa cha kuongea na wateja na kuuza nguo Alaska. Ameajiriwa miaka 5. Huyo kijana ndiye mwenye wateja. Huyo bosi hata hana mteja. Ni akuletee badala ukati ufungue. Unapanga wewe, una grade wewe. Hizi ni 50, hizi ni 100, hizi ni 200. Hiyo kazi unaijua. Funguka akili. Anza ya kwako. Njoo ofisini, pasta nimeajiriwa, nataka kuanza ya kwangu. Amen. Amen. Kuna kijana alikuwa anafanya ana print t-shirt pale. Na akapiga kitu ofisi. Na akaja. Na akaongea kwambia umeprint miaka mingapi? Haija miaka 5 na print. Sasa umeshika pesa ngapi? Acha upuzi kijana. Januka. Enda kwa upate pesa umeme mashine yako. Bosi akijua atakufukuza. Nataka kufukuza leo. Sasa kufukuza kesho, akufute kazi leo. Kutoka nje, baadaye ndio akaenda. Akayafanyia kazi. Akaenda kwa pesa, akaenda kukopa mashine yake ya kuprint, akaja akaweka mahali. Kisha kaudi kwa bosi wake kwa nini akatoa mjana kumweka huko. Oda ikija hapa anapeleka huko. Oda ikija anapeleka huko. Kwa hiyo aliangalia akasema sasa kule kazi imekuwa nyingi. Akamwambia bosi nataka niache kazi. Kwa nini kazi vizuri? Hapana. Nimepata mashine ya kwangu. Hii mashine gani nipataje wewe? Kawaida sasa wewe ndio unataka kaniombea. Bosi akashangaa. Basi utafikia mtu. Utafikia mtu akamweka yuko kwake, sasa ana vijana watatu anapiga. Amekuwa bosi. Wewe kuna kila siku kuajiriwa. Mshahara mkubwa madini 5,000 elfu 7,000 hizo. Chanuka leo. Pata macho, pata macho. Pata macho. Pata maono. Maono ni akili. Amen. Kuna mtu amesoma hapa. Ana certificate za madegree, za madiploma na vitu vingine. Hiyo ni karatasi iko hapo. Unazunguka kuajiriwa, kujiajiriwa. Nataka uwe na akili, jiajiri mwenyewe. Tumia hiyo degree, jiajiri mwenyewe. Amen. Tumia hiyo diploma, jiajiri mwenyewe. Tumia certificate, jiajiri mwenyewe. Una uwezo wa kuanzisha kitu. Mungu anataka mwanzo mdogo au panue. Ndio. Mwanzo mdogo. Sisi tumepona hapa.
Ugonjwa mmoja tuko nao ambao haujapata dawa, ni umaskini. Ugonjwa mmoja haujapata dawa ni nini? Umaskini. Naongea ugonjwa mmoja ambao haujapata dawa ni nini? Pepo zimetoka tumeziona, magonjwa yamepona tumeyaona, lakini umaskini ni kitu kiko hapa hapa. Hii kichwa hii, ukivaa vizuri ni hapa, ukila vizuri ni hapa, ukitembea vizuri ni hapa, ukiongea vizuri ni hapa. Kila mmoja anayo hii, kila mmoja anayo kwake hii hapa. Iwapo ziko tofauti, nyingine zina nywele nyingi, zingine nywele kidogo, nyingine nywele za kapilipili, nyingine nywele za Kisomali, nyingine tofauti, lakini kichwa ni kukaa na mashaka ni hii, kukaa na amani ni hii, kudevelop asas ni hii, kupata pressure ni hii. Amen. Sina kazi. Nani amekwambia kuna kazi? Ni hii. Bwana sana. Unajua kupika, umeandikwa kibanda. Wewe ndiye fundi wa chapati na kibanda. Ndio unapika mseto mimi na dunguli mimi ndio wewe unapika. Una uwezo wa kufanya cha kwako. Bwana sana. Unaona washirika pale sokoni. Amepika chai, ameingiza kwa kamosi, amepika na vitumbua na vikombe anapeleka. Mwenye kibanda ameketi tu, ndio umepika ndio unazunguka. Yeye kaseke nimpelekee pesa. Bongo. Mshirika wangu. Hapo hivi. Maono. Wewe akili yangu pata maono. Wewe akili yangu pata macho. Pata ndoto. Kama hivyo unaweza ukapika chai nyumbani kwako na ukapata sababu kwako. Na ukapata wale wateja uliowaambia jana chai ya mlima. Na leo unaenda na kamosi yako na vitumbua vya kwako. Halafu yule bosi yako, mbona unauza vitumbua? Ni vyangu leo. Wateja leo watafuta sie. Yake ni kama usidu. Kama sie, kama unajua ofisini hapo. Utakuja kama usidu. Na maziwa na kahawa ukaanze ya kwako. Uzungushe ya kwako. Ipike nyumbani enda. Zungusha. Wateja uko nao tayari. Ni wale utengeneze shilingi 2000, uko shilingi 200. Pamoja na matusi. Halo. Akili. Bwana asifiwe sana. Kila kitu mnachokifanya kwa hao watu ni kitu mna uwezo wa kufanya cha kwako, lakini kwa sababu huna macho ya kuona mbele. Leo naomba kama ni ukombozi, kombolewe macho na fahamu na akili. Pate ndoto na maono. Mtu anaenda anakopa bajaji. Anakuja kupa wewe bajaji. Unapiga unamletea yeye pesa. Analipa kwa wenye bajaji. Unainunua wewe mpaka umalize, halafu kumbe wewe baki una. Si uko paya kwako. Halo. Ukimaliza kulipa, ndio kwako. Kwa sababu ikili hakuna, inakopwa na mtu, ni wewe unapiga naye. Unalipa mtu, analipa kwenye duka. Ukimaliza kulipa, bajaji ni ya kwake, kuna kitu. Tumia akili. Wokovu ni akili. Wokovu ni akili mwanangu.
Umesikia? Wokovu ni akili. Anayesuka nywele ni wewe, si mikono ya mtu mwingine. Wewe mikono yako ndio unaweza kusuka nywele. Mungu amekuweka unasuka nywele, yeye anachukua pesa. Wewe ndio mwenye kusuka. Suka na uchukue pesa mwenyewe. Wateja ni wako, wanakuja kufuata wewe, si huyo. Hasa injili gani? Nilikuwa nakuta sema pepo toka hapa. Pepo tutoke, unatuambia habari ya nini? Hapana, injili ya leo ni kufungua watu macho na akili. Pale kazini huko kajo, labda tuende tuta. Usipoenda tuta, inaisha mwaka ujao. Ikishaisha mwaka ujao utakuwa unafanya nini? Jipange leo. Jipange leo. Labda twende tuta. Lakini kama unataka jipange. Sawa. Na mtu mwenye akili ukipanga, hata huyo mbunge, hata huyo gavana, hata huyo MCA anajipanga akijua naweza nikafikiri tuta kumbe ni ikiisha kile kwenda ni mwapa huwezi kuzungusha ndizi na yeye. Ndio basi hapo Jabril na stori nyingi na watu wengine hapo. Mheshimiwa, salamu alaykum. Nipe ile pepa ya jana. Unasoma basi pepa. Maana ya leo huwezi kununua. Nipe macho nione. Macho nipe macho. Nisikize vizuri mshirika. Ukitaka amani tumia akili. Yesu amekuja kufungua watu akili. Siku tunayokwenda kubingirika hapa na kushika matope. Hiyo injili iwe iliisha ya mwaka jana. Mwaka huu tumalizane kwa kubingirisha hapa. Asibali pepo kwenye mjinga akuchafue. Ungie mkono tena. Mwambie pepo, ulinichafua mwaka jana. Nikachafua nguo zangu. Nikajitapikia sana. Mwaka huu sitaki tena. Sianguki tena. Sitapiki tena. Sio pepo shindwa. Bwana sasa. Waonaje mimi nimevaa hapa? Halafu nibingirike hapa. Afu pasta jamii hapa. Afungwa nguo. Pasta anafungwa nguo. Tunaenda na akili. Wahuduma mpo? Wahuduma mpo? Wachungaji mpo? Washirika mpo? Tunataka nini? Akili. Mathayo 25:1. Usisome hapo, taongea. Amen. Wasichana 10 walialikwa harusini. Wasichana 10 walialikwa harusini. Kila mmoja alikuwa msichana 10 wakaalikwa harusini. Watano Nisha kusema hivi, nasema 5 wenye maono na 5 wasio na maono. 5 wenye ndoto na 5 wasio na ndoto. Si kitambo, ni jioni tu. Bwana harusi anakuja. Twende harusini. Wakaoga vizuri, wakafua nguo zao, wakavaa vizuri, wakajitanda vizuri. Wanaenda wapi? Lakini wanajua kutakuwa jioni. Kila mmoja na taa la kwake. La kwake. Wakaenda harusini bila kujua kwamba hitaji kwa nayo haya mafuta yanaweza kuisha, na mwingine anajua hitaji kwa nayo mafuta yanaweza isha usiku, akachukua na akiba. Wakaenda harusini. Kuna mtu aliambiwa alimjenga katika 5? Kuna mtu aliambiwa
akili? Halo, hatukwambii ujinga huna akili, lakini kijacho kitabainisha wewe ni nani. Bwana sasa, Bwana sasa. Usiku kafika, kila mmoja akalala. Kisha usiku wa manane wakaamka saa kale bwana harusi anaingia. Amkeni, amkeni, wakaamka wote 10. Kila mmoja taa yake mkononi. Wanatengeza mataa zao. Kila mmoja atengeza taa yake. Kila mmoja atengeza taa yake. Kila mmoja atengeza taa yake. Walipomaliza kutengeza taa zao wanawaka, watano wakafuata na wale wengine. Please. Unipe na mimi kidogo, naona mafuta yangu yanaisha. I'm sorry. Nisaidie. Mafuta yetu yanaisha. Tupunguzieni. Inabainika nani marefu na nani? Sitaki kutokana mtu. Inabainika nani mwenye maono, nani hana maono. Haukugeuka kwa usiku? Hii ndani yanasikia kwako? Ukujua inaisha mafuta? Pata maji. Poleni, enendeni bado maduka yanapatikana wazi. Ipo kawabisheni maduka, mpate mafuta mjiwekee. Jamani, na tuendeni. Wamejua nahitaji nini? Kuchelewa. Mbio. Wanarudi. Wanapita mlango. Nisikize vizuri. Nimesema nipe 40,000 kwa ajili ya mashine. Isichelewe mlango ukafunga. Hodi kwa ingia. Hodi. Nani nini? Tumetoka hapa tumeenda kuchukua mafuta. Siwajui na siwatambui. Amen. Nisikize mshirika wangu. Ninayokufundisha hapa ni vitu vya akina tamu vikujilie, ujue huyu pasta ananipeleka wapi, ananilengesha wapi. Sika siku toka. Huyu anayetokewa na hatoki. Pepo gani? Pepo wa maji. Pale ile injili inapatia, anza hapo chini. Kuna bwana aliyewagawia talenta watu wake. Anza 14. Mathayo 25:14. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliyewaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo. Akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ndio. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ndio. Ingia katika furaha ya bwana wako. Sasa endelea. Akaja na yule aliyepokea talanta 2. Akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Yes. Akaja na yule aliyepokea talanta 1. Akasema, Bwana, nilitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako.
Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningelipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mtu mwenye maono na mtu asiye na maono, talanta moja tuseme kama 100,000 umepewa, laki nzima huna cha kuifaidi. Watu wanaweza inuka akiwa na shilingi 1,000 tu, akaanza nayo biashara na akapanda naye mpaka akaendelea akawa mtu mkubwa. Alianza mdogo. Umepewa laki na unaenda unaizika. Mtu asiye na maono haoni chochote. Bwana sasa, umenipa hii, angalia, nimekula, nimevaa, nimeishi mpaka sasa na nimetengeza faida, ndio hii. Umenipa hii. Mtu mwenye maono anaona kufanikiwa. Asiye na maono siku zote amejaa kulaumu. Mtu asiye na ndoto siku zote amejaa kulaumu. Sikiza mpendwa, nataka uwe mtu wa maono wewe. Amen. Kuanzia leo. Amen. Tunaleta mchango hapa, tumegrupu watu wa 10, wa 5, wa 2. Kuleta kwako ni kujipatia talanta yako. Amen. Hii pesa unaileta hapa, unajifanyia dhabihu ya kujikomboa maisha yako. Hii ni siri tu. Tunaleta mchango hapa, tuko ndani ya huduma. Baadhi ya mchango huu kupita, wapendwa, mtashangaa. Ninatangaza hapa madhabahuni, mtashangaa vile Mungu atakavyowabariki watu hapa kwa baraka za ajabu ajabu, vitu ambavyo hujavitarajia kutoka kwa kazi kufanikiwa nayo. Amen. Amen. Lakini ni siri tu. Tutafanya mchango, ni siri tu. Tumeandika majina ya siri tu. Ni siri tu. Ni siri. Ni nani anaweza kuwa mtumwa mwema? Ni nani anaweza kuwa mtu ambaye Bwana anaweza kumwambia, wewe mtumwa mwema, njoo hapa furahika? Anaweza kumwambia, njoo furahika, kula matunda ya Bwana wako. Ni Kristo mwenyewe. Tuko hapa ufanikiwe. Amen. Tuko hapa ubadilike maisha. Amen. Tuko hapa uwe mzima. Amen. Tuko hapa usamehe dhambi. Yes. Tuko hapa usigonjeke. Tuko hapa usiweze kupagawa. Tuko hapa usigonjeke. Ndio. Tuko hapa ufanikiwe na ukuheshimika. Amen. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. 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 Nisikize vizuri. Kanisa halitajirishi mtu. Kanisa linakupa njia ya kufanikiwa. Amen. Kanisa linakupa mwelekeo wa kufanikiwa. Amen. Nikwambia kupea na kupokeza akili na fahamu. Bwana asifiwe sana. Akili na fahamu za kufanikiwa, za kuweza kujua mimi niko hapa, nini kinanipasa kuwa, nini kinanipasa nifanye, nini kinanipasa kunena, nini kinanipasa nifanyie Mungu, nini ambacho Mungu hajakufanyia. Amekutoa mapepo, amekusamehe dhambi, amekuponya magonjwa, amekupa uzima, afya. Nini unamdai? Akili na fahamu na kupa leo. Amen. Upe Yesu kwa mambo mazuri. Usifanye vitu kwa kuogopa kama kujaribu. Fanya vitu kama kufanya vitu. Amen. Hadi. Hiyo video ukiangusha. Bwana pesa. Bwana asifiwe sana. Twende Mathayo 21 na kuanzia mstari wa 18.
Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Akawaambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Hebu soma tena, hajasikia vizuri huyu. Napita kule nyuma asikie. Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Alihisi njaa kwa tumbo lake. Yesu mwenyewe huyo, si mtume, ni Yesu mwenyewe. Aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia. Akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Asione tunda lolote ila majani peke yake. Akauambiaje? Yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Waangalie mwenzako hiyo sura. Mwangalie kwanza kabisa. Unamwona amekonda amenawili? Amenawili? Unamwonaje? Uko sawa? Yesu tunajia nini hapo? Ni muongo. Amen. Yesu anatarajia vile umenawili apate tunda la imani kwako. Amen. Nisikize vizuri. Yesu anatarajia vile ulivyo wewe apate tunda kwako. Anahitaji tunda kwako. Lakini wewe mtini umejaza majani. Ukiona mti umenenepa, umenyonya maji ya kutosha na umepata mwangaza wa jua vya kutosha. Sawa? Umenenepa, unahitaji uzae matunda. Mshirika wewe umenenepa, umejaa maombi na sifa, lakini huna matunda. Anasema nataka nipate matini kwa hapa. Nataka nipate tini. Na alipokosa tini, hapo ndio amesema na mtu yoyote tena asile tini kwako wewe. Kama mimi Yesu huwezi kunifaa, usifai mtu yoyote. Kaa ovyo. Kama mimi Yesu huwezi kusaidia kanisa langu, mtu asikutegemee wewe. Hapo usipige makofi kabisa. Hapo nyamaza kimya. Hapo tuliza. Halo. Nipungie mkono kama unaniona hapa. Ikiwa huna tini vile ulivyonawili wewe, ikiwa huna tini, mimi napita. Lakini mtu na sasa hiyo mtini ulionyauka kasatini. Halo, mwangalie mwenzako, mwambie pole sana. Mimi gani pasta yenda uleta? Halo, naongea na mtu. Haya maisha yanayo yanakupendeza? Umetosheka nayo maisha? Umeiva nayo maisha? Naye Yesu naye